na kuzunduliwa huku haikuwa ni habari ya jina peke yake ambalo lilionekana vema litumike kipindi fulani. Kuzunduliwa huku kwa miaka 20 hiyo iliyopita ilikuwa ni wazo kuzunduliwa huku ilikuwa ni wazo, ujasiri na uthubutu wa wenzetu waliotutangulia katika kujitathmini na kukubali ukweli kwamba kwa yale ambayo wamejifunza au walijifunza toka chama hiki kimeanza yalikuwa ni msingi tosha wa kuitengeneza Chadema nyingine mbele tena. Na hivyo Chadema Tumaini Jipya kimsingi ni ujasiri na uthubutu wa hali ya juu sana wa tendo la wenzetu kujifunza safari ya kisiasa iliyoanza mwaka 1992, halafu miaka mbele baadaye ndipo pakatokea mabadiliko makubwa sana ambayo yameishi kwa miaka 20 hadi hivi leo tunaweza kwa ujasiri kusema tumevuka kutoka kile kilichoitwa Chadema Tumaini Jipya na sasa tunasema Chadema ni tumaini kuu kama chama kikuu cha siasa katika nchi yetu. Kwa hivyo siku ya leo ipate kibali kwetu tuliopo hapa na kwa mamilioni au maelfu ya ambao watakuwa wanatuangalia na watakaoangalia video hii, ambapo tutakuwa na masimulizi, na kimsingi siku ya leo tumeiandaa kwa masimulizi. Kwa hivyo ninyi mliokuja na wale wengi ambao watafuatilia live au wataiangalia video hii, leo ni siku ya masimulizi. Leo ni siku ya kwa hiyo mmekuja kusikiliza masimulizi ambayo bila shaka yatatupa nguvu, yatatupa uelewa na yatabaki katika kumbukumbu kwa njia ya kiteknolojia, ili tuiishi hiyo Chadema ambayo ni tumaini kuu kama chama kikuu cha siasa hapa nchini. Niwape simulizi hili dogo ili muelewe maana hii siku ya leo kwa hii miaka 20. Hili simulizi mimi niliwahi kulisoma katika Biblia, ya hadithi linalohusu wana wa Israeli walipokuwa wamelijenga tena hekalu lao ambalo lilikuwa limebomolewa. Hekalu lilikuwa limejengwa na Mfalme Suleiman alafu likabomolewa. Sasa kuna vijana wakaibuka pale alafu wakalijenga. Sasa siku walipokuwa wanalizindua, kulikuwa kuna makundi mawili. Kulikuwa kuna vijana ambao wakati ndio walioongoza kulijenga lile hekalu. Sasa ile siku ya uzinduzi kwenye ile sherehe, wao walikuwa wanashangilia tu ile pi la wanashangilia na kufurahi. Alafu kwenye kona pembeni kulikuwa kuna kikundi cha wazee ambao hawa wazee walikuwepo kwenye lile hekalu la zamani, baadaye likavunjwa. Sasa wakawa waliona hili ambalo limejengwa tena na vijana, alafu ndio linazinduliwa sasa ile siku. Sasa wakati hawa vijana wanashangilia na kusema tumejenga, wale wazee wakawa washangilia, wanalia, machozi yanawatoka, wanalia. Na kwa nini walikuwa wanalia? Walikuwa wanakumbuka lile hekalu lao la zamani, uzuri wake. Lilijengwa na Mfalme Suleiman. Wakati analijenga, watu walimpelekea dhahabu, lilikuwa fantastic, zuri sana. Sasa unabii ukatoka katika kule kulia kwao, maana ukisoma ile hadithi wanasema kilio chao na kilio cha walioshangilia kilikuwa, yani vyote vilikuwa vikubwa mpaka viliingana, yani sauti zao zikasikizishana, yani wanaolia na wanaoshangilia sauti zilifanana, yani kwa ile kelele. Ndio baadaye Mungu akatoa unabii kupitia nabii wake pale, akamwambia jamani, msilie kwa sababu hili hekalu hili, utukufu wa mwisho wa safari hii kuna uwezekano utakuwa mkubwa kuliko ule wa kwanza ambao nyinyi mnaukumbuka. Kwa hivyo miaka 20, kuna uwezekano leo humu ndani baadhi yetu wanaweza wakawa wana masimulizi sio ya kucheka, sio ya kufurahisha. Ni miaka 20 ambayo
waliokuwepo 2006 tarehe 13 mwezi wa 8 hawapo leo, wamekufa, wamechinjwa. Huenda walitamani kuona Chadema ikishika dola, walitamani wangekuwa wabunge, wangekuwa madiwani, walitamani katiba mpya ingepatikana, huenda hawapo. Alafu wengine wale walioanza safari wako hapa. Mimi ninawashukuru sana wazee. Nimejifunza kitu leo. Kama kuna kundi la kwanza ambalo limefika hapa saa 9, mimi nimeingia hapa, ni wazee. Ndio niliwakuta humu ndani, wazee ndio niliwakuta humu ndani. Na mimi nilivyoona tu nikasema hawa wazee wanaelewa tulikotoka, wanakumbuka miaka 20. Hawa ndio humu ndani watakuwa wakati vijana hawa watakuwa wanalia, yani wanalia machozi, wanakumbuka hii safari. Haijawa safari nyepesi, haijawa safari rahisi. Lakini mimi niwatie moyo wanachadema wenzangu na Watanzania wote mnaotusikiliza na mtakaoiangalia video hii, utukufu wa mwisho wa chama hiki utakuwa mkubwa sana kuliko utukufu wa kwanza. Na kazi yetu hii si bure. Kwa hivyo leo ni siku ya masimulizi, na katika masimulizi haya nimemwomba aliyekuwa katibu mkuu wa kwanza wakati chama hiki kinajiumba na kuwa Chadema Tumaini Jipya, tumemwomba rasmi kabisa kadi iliyosainiwa tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka 2006, kadi namba 52 ya Dr. Wilbrod Peter Slaa. Hii kadi sasa itaingia kwenye hifadhi ya kumbukumbu za chama. Hii hapa. Kwa tumelaminate kabisa, tumeiweka hivi. Na isubiri ya John Mnyika, na yenyewe nitaichukua. Nitakapoichukua kwenye siku nyingine nitakuja kuwaambia kwamba nimeichukua kadi yake tayari na itakuwa kwenye hifadhi za chama. Kadi za zamani zilikuwa hizi hapa. Hizi hapa zilikuwa za namna ile, na katiba ya 2006 ambayo ndio tukahama ilikuwa ya sura hii hapa. Zote hizi zitakuwa katika kumbukumbu zetu, na masimulizi mengi ambayo mtakuja kuyaona. Bendera yetu kabla hatujahama ilikuwa hii hapa. Naomba muione jamani. Naiona hii bendera yenu. Hii hapa. Hii ndio ilikuwa bendera ya chama chenu. Sasa tutapata masimulizi nini kilitokea, mpaka tukahama ghafla puf tukaingia kwenye hii bendera nzuri sana inayopendwa na kila Mtanzania. Kwa hiyo tutapata haya masimulizi, na tunataka masimulizi haya yaingie kwenye rekodi na kumbukumbu zetu. Kwa hivyo ninawashukuru sana, asanteni sana kwa wote ambao mmefika. Ninyi mnawakilisha mamia na maelfu. Karibu sana ndugu Steven Mbogo. Asante kwa maandishi mengi ambayo umekuwa. Naomba tumpigie makofi ndugu Steven. Umekuwa unaandika maandishi mengi sana, tumekuwa tunayatumia, na ninatambua kuna kazi ambayo inaendelea. Katibu mkuu aliniambia na alinijulisha kuna kazi fulani ambayo inaendelea ya kwako na Dr. Slaa. Basi tunashukuru, ninaamini hiyo kazi katika wakati sahihi itafika kwenye ofisi ya katibu mkuu, alafu tutaiangalia. Kwa hivyo niwakaribishe tena, na pengine kabla kama nilivyoeleza ni siku ya masimulizi. Kwa hivyo kabla sijakaribisha watu wawili muhimu sana, ninaomba nimkaribishe rafiki wa chama chetu kwa dakika chache tu. Nadhani tukimpa dakika 5 zinaweza kujitosheleza.